Pamoja na hayo, nimeongozana na viongozi wa serikali ambaye wamekuja kuungana na sisi. Tuna diwani kutoka kata ya Nsalala, tuna mheshimiwa mbunge. Sasa nimuombe mheshimiwa diwani wa Nsalala kwa niaba ya mheshimiwa diwani wa eneo hili, naamini utakuwa nayo ya kusema, lakini pia utuletee mheshimiwa mbunge. Karibu. Mimi naitwa Festo Mbilike, diwani wa kata ya Nsalala, lakini namwakilisha dada yangu Aida hapa, na jukumu nililonalo ni dogo tu, kumkaribisha mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini, kaka yangu Patali Shida Patali, ili aweze kutoa salamu za lambilambi. Ninaamini mmetuvumilia, lakini hatutaki kutumia muda mrefu. Baada ya kusema hayo, nimkaribishe mheshimiwa mbunge ili ahani msiba huu. Asanteni sana. Ndugu zangu, niliyesimama mbele yenu naitwa Patali Shida Patali, mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini. Nipo mbele yenu leo sio kwa nafasi yangu kama mbunge, bali moja ya wafiwa wa kaka yetu aliyetangulia mbele yake. Ndugu zangu, kaka huyu aliyefariki ni kaka wa rafiki yangu, ndugu yangu, jamaa yangu, mtumishi mwenzangu. Mimi na Zablon Mwaliasi tuna historia ndefu kidogo. Tumekuwa tumishi pamoja na tumekuwa tukifanya kazi kwa kushirikiana hata kabla mimi Patali kuwa mbunge. Nimeguswa sana na huu msiba nilipopata taarifa, na nimepata taarifa hii nikiwa kwenye ziara, lakini hata leo hii ilibidi niwe kwenye ziara Isuto kwa sababu ya mgeni tulionaye kwenye jimbo letu la Mbeya vijijini. Lakini pamoja na huu msiba nikaona niombe udhuru ili nipate kuhudhuria mara hapa, niungane nanyi pamoja na wafiwa wote. Ndugu zangu, wakati mwingine kama viongozi tunakosa maneno ya kusema kwenye upande wa uongozi pale tunapopatwa na msiba ambao ni wa kawaida, katika maana kwamba kusudi la Mwenyezi Mungu limetimizwa, kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Ayubu kwamba kila binadamu aliyezaliwa na mwanamke hakika siku zake za kuishi ni chache sana. Lakini ukija katika namna ya kiutu, binadamu wa kawaida unakuwa na maneno ya kusema. Natambua wote leo ni wafiwa, lakini ndugu wa karibu wa kaka huyu aliyelala mahala hapa wana maumivu makubwa kuliko sisi. Tuchukue fursa hii kwamba tupo mbele yenu hapa kwa ajili tu ya jambo moja, kuatieni moyo. Hawa wanambalizi wote, nimefika hapa kila mahala, hamna hata mahala pa kupita. Haya ni mapenzi makubwa, na wao wapo hapa kwa ajili ya kudhihirisha upendo wao kwenu. Wengine wamefika mahala hapa hata kaka yetu huyo hawajamfahamu, lakini wanawafahamu nyinyi mliofiwa leo. Wangeweza kusema wasije kwa sababu aliyetangulia hawamfahamu, lakini kwa sababu nyinyi mliobaki ndio mnahitajika zaidi kupewa faraja, mnahitajika zaidi kushauriwa, na ndio maana watu wote hao ambao wapo mbele yenu wapo kwa ajili yenu nyinyi. Ni faraja iliyoje! Na mimi kama kiongozi wenu mliyeniridhia niwe mbunge wa jimbo hili, hakika hamasa hii na spirit hii mlionao wana jimbo la Mbeya vijijini, hususan hapa Mbalizi, na nitia moyo sana. Hatuna jambo kubwa sisi kama binadamu la kumfanyia binadamu mwenzetu zaidi ya kumfariji pale anapokuwa na wakati mgumu. Na ndio maana na mimi kwa upande mwingine kama kiongozi wenu nikaona niache mambo mengine yote nije niungane na nyinyi kwa ajili ya kutoa maneno haya ya faraja. Mwisho, ndugu zangu, wakati nafika hapa nilikuwa nanong'ona na mheshimiwa diwani.
kwamba nafika hapa, jambo la kwanza, mheshimiwa mbunge, hapa hatuna maji, huko hatuna maji. Nikasema si vizuri sana kuzungumzia haya mambo msibani, lakini niseme jambo moja dogo kwa ajili ya kaka yetu aliyetukusanya, ili hata yeye anapoondoka juu kwenye msiba wangu, watu niliowaacha walipata maneno ya faraja. Wiki hili, mwisho wa wiki, tutachimba kisima mahala hapa, nitaleta mashine mimi mwenyewe kwa ajili ya kuikabidhi, ili tuangalie namna upande maji ambako wanapata kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya, kutoka kwenye chanzo cha Shongo, yaweze kuhudumia eneo hili, eneo kuanzia hapa chini mitaa ya ZZ kwenda mpaka Salala. Hicho kisima tutakachokichimba kikahudumie maeneo hayo, tukiamini kisima hiki kitaondoa adha na kitaongeza kupeleka maji upande wa Salala, ZZK na maeneo mengine. Hivyo ile maji kidogo tunayopata kule tutayakata yahudumie upande mwingine, alafu tuangalie ili tatizo tutakuwa tumelitatua kwa kiasi gani. Wakati mwingine nimetoa ratiba yangu leo, nipo kwenye ziara na hapa kesho kutwa nitakuwepo hapa, nitakuwepo Salala, nitakuwepo Mshewe, nitakuwepo Bonde la Songwe siku moja. Na hii ni kutokana na ratiba ya kwangu ilivyo. Hapo ndipo tutakapopata fursa ya kuzungumza vizuri namna gani kiongozi wenu pamoja na kushirikiana na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan tulivyojipanga kuhakikisha tunatatua changamoto ya maji Mbalizi. Mwisho kabisa, kwa mara nyingine nitoe pole sana kwa wafiwa wote. Nimekuja hapa, nafahamu wafiwa wengi, lakini naomba kwa sababu kaka yangu huyu ndiye nimeishi naye kwa muda mrefu, naomba nitoe rambirambi yangu ya shilingi 100,000 kwake, lakini nichangie 50,000 kwa ajili ya familia, chumvi na mambo mengine yatakayoendelea. Asanteni, Mungu wa mbinguni awabariki sana.